Tuende jambo la 4. Imarisha imani yako. Imarisha imani yako katika ushindi wako uliomo katika damu ya Yesu, kwa kutafakari juu ya thamani ya damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Petro wa kwanza sura ya kwanza, na utafuta ule mstari wa 19. Ukisoma kuanzia mstari wa 18. Nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mlioupokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na ila, asiye na waa, yani ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Msisitizo wa ule mstari wa 19 ni neno thamani. Kitu kisichokuwa na thamani kwako hakina faida kwako. Kikiwa na thamani kidogo, na maanisha kina faida kidogo. Ndio maana kwenye ile jambo la 3 nimekuambia imani katika ushindi wake kwa ajili yako aliyoweka ndani ya damu. Hii ya 4 nazungumzia juu ya ushindi wako. Naposema ushindi wako, maana yake kile ulichokichagua, ukisema hiki ndio nataka, ushindi huu na utaka ndani ya Yesu. Ule ambao hutaki hauna thamani kwako, na kwa sababu hauna thamani kwako, huwezi kufuatilia, huwezi kuimarisha imani kwako. Ngumu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inazungumza juu ya thamani. Kwa nini juu ya thamani? Kwa sababu ziko damu nyingi zinazotumika. Ziko damu nyingi zinazotumika. Lakini maandiko yanatuambia damu ya thamani, ambayo ina thamani kuliko damu zingine zozote. Usipojifunza kutizama na kuangalia uthamani wake unatokana na nini, itakuwa ngumu sana kuweza kuchambua. Wakati nilipokuwa nasoma habari za imani katika damu ya Yesu, kuna vipengele ambavyo Mungu alikuwa ananishirikisha hapa na pale vya kuongeza imani ndani ya damu ya Yesu. Na mmoja wapo aliniambia ni kwa kuangalia thamani. Alafu nikamuuliza thamani ninaionaje ndani ya damu? Akasema fuatilia na kutafakari damu ilivyotambulishwa kwenye Biblia. Kwa mfano hii Petro wa kwanza sura ile ya kwanza mstari wa 19 inasema hivi: damu ya thamani kama ya mwana kondoo. Kwa hiyo imetambulishwa kama damu ya mwana kondoo. Tuko sawa? Tuko sawa? Angalia Wakolosai 1 mstari wa 20 inasema hivi: na kwa yeye kuvipatanisha vitu vyote na nafsi yake, akiisha kufanya amani kwa damu ya msalaba wake. Tusangalia kote wanazungumza damu. Ile ya Petro inasema ya mwana kondoo. Hapa anazungumza juu ya damu, anasema ya msalaba wake. Daka vizuri. Anaposema ya mwana kondoo, kuna thamani iko pale. Anaposema ya msalaba wake, kuna thamani iko pale. Haikuandikwa tu kwa sababu ya kujazia maneno. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Angalia Luka 22. Luka 22 mstari wa 20. Itakusaidia sana wewe ambao unataka kunyanyua imani yako kwenye Bible study yako peke yako. Luka 22 mstari ule wa 20.
inasema hivi, kikombe nacho vivyo hivyo baada ya kula, akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu. Damu yake anaitambulisha kama damu ya agano jipya. Mwandishi wa kitabu cha Waebrania pia anazungumza hapo kwenye mstari, anasema damu ya agano. Kwa nini hakuweka jipya? Kwa sababu msisitizo wake haukuwa kwenye jipya, ulikuwa kwenye agano. Yesu alikuwa na msisitizo wa sehemu zote mbili, agano jipya. Na hii Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 2 inasema damu ya Yesu Kristo. Why? Kwa nini? Thamani imefichwa huko ndani. Kila neno lina uzito wake. Ukiamua kulichangua kila moja, utakutana na utajiri mkubwa usiowahi kuona. Na imani yako juu ya damu ya Yesu itanyenyuka, na utauona ushindi wako kwenye eneo ambalo hukutarajia, ambalo inawezekana umeishi maisha ya kushindwa miaka yote au muda mrefu. Ghafla unakuja kugundua kwamba kulikuwa na huo ushindi wako ndani ya damu ya Yesu. Ni ile tu kwamba hakuna mtu alikwambia, na hata kama alikwambia hakukwambia namna ya kupata.